Askofu Bagonza ameandika kupitia ukurasa zake mbalimbali za mitandao ya kijamii ujumbe ambao unasomeka kama ifuatavyo. Amesema kwamba siku chache kabla na baada ya vikao vya CCM huko Zanzibar tarehe 28-29 mwezi wa 8 2026, wana CCM tumekuwa na maneno yanayovuka heshima kubwa tulionayo kuliongoza taifa. Si vibaya kuwakumbusha, kwanza ni hatari kujifunza kuhisi kuzorota kwa mahusiano kati ya rais, makamu rais wa Zanzibar na waziri mkuu. Hata inapotokea kuhisi, tusiwe wepesi kushtaki au kuleta hoja kujua zaidi ya wao wanavyojua. Yanayozungumzwa sasa kuhusu makamu wa rais hayawezi kuwa yametokana na inayoitwa hotuba kwa wanaharakati, si mwanzo na si kilele. Katika miemko ya mjadala unaogusa hizo nguzo nne, usitumie neno ambalo utakosa pa kuweka uso wako baada ya kinachoitwa mgogoro kuisha. Rais na umakamu havitenganishwi kihivyo. Ukimkashifu makamu na rais amekashifiwa na kinyume chake, msividhalilishe hivyo viti viwili katika kimoja kwa namna ambayo havitamanika tena. Kuna maisha baada ya mjadala huu. Mfumo wa mgombea mwenzo ulikuja baada ya mjadala mkali ulioongozwa na baba wa taifa katikati ya changamoto kali za muungano. Chokochoko za sasa ndani ya chama zirudi nyuma na kujielimisha hekima iliyotumika. Maswali niliyoulizwa kuhusu hotuba ya katiba mpya yamejibiwa. Wanaozuia katiba mpya ni makundi mawili. Kwanza ni wana CCM wanaomchukia mwana CCM anayewapa watu matumaini ya katiba mpya. Pili ni wapinzani wanaokimbilia katiba mpya kabla ya maridhiano ya kweli. Upo kundi gani? Rais na makamu ni mali ya Watanzania wote, wakishaapishwa si mali ya CCM pekee. CCM tusile na kipofu tukamgusa mkono. Makamu wa rais ni mwanasiasa, ni sauti ya rais na ni mwakilishi wake ndani na nje. Ni msaidizi wa rais, si msaidizi wa rais, ni rais tu. Mwenye haki siohojiwa hutilia mashaka anavyosaidiwa. Wengine tupunguze vielele vyetu vinavyokuza tatizo. Wao wote wawili watambue kuwa wanaongoza nchi iliyojeruhiwa. Nchi inahitaji kutunzwa kuliko nchi kuwatunza wao. Siasa iko mikononi mwa vyombo na wanaharakati. Propaganda zinajenga wapinzani na mabebelo kuliko zinavyowabomoa. Mungu awape ujasiri wa kukubali ukweli kuwa kuna kitu hakiko sawa.